Wewe Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, uliyenileta duniani, umenileta duniani kufanya nini? Umeweka kitu ndani yangu cha muda gani? Kitu ulichoficha ndani yangu kina thamani kiasi gani? Kina upinzani kiasi gani? Usipojiuliza haya maswali, hautaelewa thamani ya kitu Mungu alichokiweka ndani yako na akaamua kukuleta duniani. Ibilisi akishagundua kitu ulichokibeba, ghafla anaanza kutafuta namna ya kukibadilisha kisiwe na matokeo yaliyokusudiwa. Mtoto wa Mungu, lazima uelewe neno ambalo Mungu ameliachilia kwenye maisha yako. Ni nini Mungu amekusemesha kuhusu kesho yako? Kila nafasi ambayo Mungu anampa mtu ina mahusiano ya moja kwa moja na hatima ambayo mtu anaiendea. Kinachosababisha vitu vinakuwa vyepesi ni mkono wa Mungu unapokuwa kwenye maisha ya mtu. Kila anachokifanya kinakuwa na matokeo. Mkono wa Mungu ukiondoka kwenye maisha ya mtu, kila kitu kinakuwa kigumu. Hakuna kufanikiwa nje ya nafasi ambayo Mungu alikutengenezea. Kadri ninavyokuwa sipo kwenye nafasi ambayo Mungu umenipa, siongezeki.